Swahili Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. حمد الأولين وحمد الآخرين وحمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمد التائبين وحمد الذاكرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صلي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. nina furaha na nimezidiwa na furaha. Allah subhanahu wa ta'ala kuniafikia au kutuafikia sote kuhudhuria kwenye msikiti huu Masjid al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sikia tu kitambo sana, na alhamdulillah amu huya mara nyingi sana mimi, lakini dhurufi hazilikuwa hazijaniruhusu. Lakini leo nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nimebahatikiwa kwamba nimekuja Lamu na mashekhe wako Lamu, na alikuwa mpangilio wao na maweko hapa, na nimebahatikiwa na mimi alhamdulillah kwamba niwe pamoja na nyinyi. Na hawa mashekhe tulionao vijana, na huu ulimwengu tulionao sisi ni ulimwengu wa vijana, na vijana wana umuhimu sana katika maisha. Yani kwa jumla naweza kusema ni ulimwengu wa mabata huu. Kuna ulimwengu wa kuku na ulimwengu wa mabata. Kuku ukalia mbele, vile vifaranga vikakalia wapi? Nyuma. Hiyo ni falsafa, isomeni. Kuku ukalia mbele, vifaranga kakalia nyuma. Bata ukalia nyuma, vile vifaranga vake vikakalia mbele. Ndio kaambia huu ni ulimwengu wa vijana. Na Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwawata vijana kuwataja kwenye hadithi zake nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani sana amewataja vijana. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Vijana. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Nabii Ibrahim. Wa hivi ni khairi kubwa hii, na mimi sitakuwa na mazungumzo tu, ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kuniafikia kuhudhuria kwenye msikiti huu. Tena ikawa ni bahati, ni siku kama ya leo kuna mashekhe hapa, na mimi nikawa ni mmoja katika wale ambao walihudhuria, na nimekuja kusikiza tu na mimi nifaidike. Lakini kwa bahati nimekuwa niwe mwenye kufungua kikao hichi na darasa hii, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie ufunguo wa khair inshallah. Kisha nawashukuru nyote ambao kwamba mliotoa ishara kwamba
mimi nitaanza. Kwa hivyo sitakuwa na mengi ya kuzungumza, ingawa naambiwa dakika 5, kisha imfanywa dakika 10, kisha 15, hata 20. Ina maana atakuwa inshallah adhiniwa. Lakini ala kulli hal, nashukuru nyote na mashekhe hawa, watoto wangu ambao wako hapa. Sheikh Muhammad yuko hapa babuni mwangu kuliani, na wengineo wako hapa, na Sheikh Yusuf. Kwa hivi nataraji uwanda ni wenu huu, na ninyi ndiye mafarasi wa kuchamba kwenye uwanda huu. Mimi nitazungumza maneno mawili tu ambapo limeshikanika, ni neno moja tu kama vipande viwili, na neno mimi hulitumia sana: min ajli al-usuli alaina bil usul. Min ajli al-usuli alaina bil al-usul. Kwa ajili tufike tuendako lazima tushikamane na misingi. Kwa ajili tufike kule tuendako, min ajli al-usul alaina bil usul, tushikamane na usul. Usuli wetu sisi waislamu atibau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misingi yetu ni alkitab wa sunna. Na kwa ajili tufike huko tunakotaraji kufika akhira kwa salama salimini, lazima tushikamane na misingi. Msingi wa kwanza ni alkitab, na msingi wa pili ni as-sunna. Wa min hadhaini allawaini yanbathiqu al-usul au tanbathiqu al-usul. Kutokamana na hii misingi miwili, alkitab wa sunna, ndiyo yapatikana na misingi mingine. Wa min ahammiha al-iman, katika ambayo kwamba ni muhimu zaidi katika hiyo misingi ni al-iman. Yale yote yanayopasa na lazimu kuaminiwa: al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Haina shaka hiyo. Kisha baada ya hapo tushikamane na msingi wa at-taqwa, kumcha Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ya hii misingi miwili ya al-imanu wa taqwa, baraka nyingi za kutoka juu na baraka nyingi za kutoka katika ardhi zitatufikia. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin, kisha minas samai wal ardh. Barakatin tena kaja kwa nakira, barakatin minas samai wal ardh. Lau watu wa kijiji au watu wa vijiji amanu, wangeliamini, al-iman, walingeliamini, wattaqauna, wakamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Na hapa la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh, ningeliwafungulia wao baraka nyingi kutoka juu na kutoka chini. Misingi mingapi hiyo? Miwili: al-iman wa taqwa, wa ambao kwamba utangulizi wake ni alkitabu wa sunna. Hiyo imani na taqwa iko kwenye Qur'ani, imezungumzwa sana, na hiyo mengineyo yamezungumzwa. Min ajli al-usuli alaina bil usul, tushikamane na misingi: iman, taqwa, ikhlas. Kila tulifanyalo tulifanye kwa ajili ya nani?
kwa ajili ya Allah yawe ndiyo maisha yetu ya saa 24. Na kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo akamwambia Rasulullah, qul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Kila tulifanyalo tulifanya kwa ajili ya Allah. Tukipendana tupendane kwa ajili ya nani? Ya Allah. Hata tukitukiana tutukiane kwa ajili ya Allah. Tukipanana tupanane kwa ajili ya Allah, na tukinyimana kupanana vile vile tunyimane kupanana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Rasulullah yasema miongoni mwa maneno yake, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Mwenye kupenda kwa ajili ya Allah, mwenye kutukia kwa ajili ya Allah. Kisherehe maana mapana, kinacho haja kusherehe sana. Mwenye kupenda kwa ajili ya Allah na akatukia kwa ajili ya Allah na akatoa kwa ajili ya Allah na akanyima akaziwia kutoa kwa ajili ya Allah, huyo faqad istakmala al-iman, hakika huyo ametaka kukamilisha imani. Sio kwamba amekamilisha imani, sinu الطلب. فقد استكمل الإيمان، huyo ametaka kukamilisha imani. الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله. وإذ إخلاص kile tulifanyalo tulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na bila shaka yale mambo yetu tukiyafanya kwa ajili ya Allah yatangara katika dunia na akhira. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayankuthu fil ard. Ikhlas. Wa baada al-ikhlas al-istiqama, msimamo wa kudumu katika taa na ibada yanayofungamana na maamrisho ya Allah min al-kitab na mwongozo wa Rasulullah Muhammad sallam sunna. Tuwe na istiqama, tuwe na thabati ya kisawa sawa, hata kama kutakuwa na mawimbi sampuli gani na misukosuko aina gani, istiqama. Wa hivi alaina idha aradna alwusula fa alaina bilwusul. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ambavyo nastahiki kuihusia nafsi yangu dhaifu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na nina furaha isiyokuwa na kifani kwa mara nyingine tena kuja katika msikiti huu, Masjid al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nilipokuja kwa mara ya kwanza nikasema watu wa msikiti huu wananidai,
na insha Allah deni lao nitalilipa. Na leo insha Allah huenda ikawa nimekuja kulilipa lile deni ambalo wananidai. Kwa hivyo nitapenda wapokeaji wapokee kwa mikono miwili kile ambacho nimeandaa, ili iwe ni malipo kwa lile kopesho walilotukopesha kwa mara ya kwanza, kwa ule ukarimu waliotufanyia katika msikiti huu namna tulivyokuja. Zawadi yetu itaondokea katika maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tabibun min atibba'i al-qulub, daktari miongoni mwa madaktari bingwa wa kutibu magonjwa ya moyo. Ma yura mithluhu fil alam, hakupata kuonekana mfano wake rahimahullahu tabaraka wa ta'ala katika ulimwengu huu. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inna sa'ira amradhi al-qalbi, hakika ujumla wa maradhi ya moyo, na kila mmoja katika sisi ana moyo. Daktari wa moyo anatoa maelekezo, ma ru'iya mithlahu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, au ma ru'iya mithluhu rahimahullah. Katika madaktari waliopita katika jamii za Waislamu, aliyejua maradhi ya moyo na tiba zake kwa taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala ni al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Asema inna sa'ira amradhi al-qalbi, hakika ujumla sehemu kubwa ya maradhi ya moyo, inma tansha'u min janibi nafsi, hakika maradhi haya huwa yanaanza kutokea upande wa nafsi ya mtu alionayo. Mpaka moyo wa mtu ukawa na hasadi, nafsi yake imeanza kuendekeza jambo fulani, ndio mpaka moyo wake ukawa na hasadi kweli. Na baada ya hapo awe anafanya vitendo vya natija ya yeye kuhusudu, vitendo vibaya vya kudhuru watu, ima kwa maneno au kwa viungo. Asema falmawadu alfasidatu kulluha ilaiha tunsabu, vitu vibaya vyote kwenye nafsi ndiyo huwa vinanasibishwa, kwa sababu nafsi alivyoiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna an-nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ya kiumbe ni yenye kuamrisha mabaya. Almawaddatu alfasidatu kulluha ilaiha tunsabu, nyenzo mbaya mbaya zote zinanasibishwa kwenye nafsi kwanza. Thumma tanba'ithu minha ila al-a'dha'i, kisha baadaye huchipuka yale mabaya moja kwa moja kuja kwenye viungo vya mwanadamu. Nafsi uchafuka kwanza, halafu baada ya kuchafuka nafsi ndiyo viungo vinaathirika, vinakuja kutekeleza yale machafu. Na palikuwa pana mjadala mkubwa baina ya maulama, ni kipi hutangulia kumwathiri mwanadamu baina ya sheitani na nafsi yake. Mjadala mkubwa sana huu ulikuwa. Wako waliosema sheitani ndiyo huipambia ile nafsi, wako waliosema hivyo, na wako waliosema nafsi imejenga uovu kwanza, shetani alipoona udhaifu kwenye nafsi akapatiliza pale pale. Pakishakuwa na mjadala kama huo, na grupu la baadhi ya wanavyoni likaona kwamba nafsi ina sehemu kubwa, na dalili ikitumika ni kuwa siku ya kiyama sheitani atawaambia wanadamu, fala talumuni walumu anfusakum, msini laumu mimi, zilaumuni nafsi zenu nyinyi wenyewe. Wakategemea haya hii, wakasema nafsi ndiyo chanzo cha matatizo yote. Sheitan anapoona udhaifu kwako wewe, unaiendekeza nafsi yako, pale pale ndo hutumia mwenye huo, pale pale ndo hutumia mwenye huo. Kwa hivyo
thumma tanba'ithu minha ila al-a'dha'i, kisha yale mawadi fasida, mambo mabaya mabaya yanayoanza kupikwa kwenye nafsi ya mwanadamu huja yakavaa kwenye viungo vya mwanadamu, baadaye ndio akaonekana mwanadamu ana tasarrufati mbaya, matendo mabaya, kwa sababu nafsi imeanza kuchafuka. Tabibu wa moyo anasema wa awwalu ma tunalu alqalbu, na kiungo cha mwanzo kinachosibiwa na yale madhara ya nafsi ni moyo. Madhara yanapikwa kwenye nafsi, yanajikusanya, yanajirundika, natija yake baadaye huja kwenye viungo, na viungo vya mwanadamu ni vingi. Kiungo cha mwanzo kinachodhurika ni moyo, engine sasa inadhurika. Ndipo Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha aljasadu kulluhu wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb. Katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, likitengenea pande la nyama hilo mwili wote umetengenea, kwa sababu hilo ndo la mwanzo. Likiharibika hilo, viungo vyote vilivyobakia vimeharibika. Pande la nyama hilo ni moyo. Sasa anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, la mwanzo linaloharibika ni moyo wa mtu, unaathirika. Waqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi khutbati al-hajati, Mtume alikuwa akisema katika khutbatul haja, anaposimama kuzungumza na Waislamu jambo lenye umuhimu katika umma. Mtume akianza na khutbatul haja akisema alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu, tunamhimidi Allah kwa kila mazuri aliyotufanyia, tunamtaka msaada yeye kwenye kila jambo, tunamuomba yeye atuongoze katika njia sawa sawa, na tunamuomba yeye atusamehe madhambi yetu. Kisha Mtume hunena wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, tunajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya nafsi zetu na ubaya wa matendo yetu, ikiwa na maana shari ya nafsi huzalisha matendo mabaya. Kwa hivyo tujikinga kwanza kwa Allah kutokana na shari ya nafsi, ambayo hii shari ya nafsi ndo huja huathiri viungo vyetu vikawa vinatenda mabaya. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaendelea kusema kwa mifano, akasema subhanallahi fi nafs, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala katika hii nafsi. Ni kitu ambacho kimo katika kila mwili wa mwanadamu, kikitoka hicho ndo mtu hufa. Hicho kitu kipo chajulikana, dalili yake ni mimi hivi sasa ninasema. Kikitoka hicho, mimi ni mtumba hapa, tayari sifai tena kuwepo duniani, nikafukiwe nikazini. Iko hii kitu. Sasa asema Allah ametakasika sana kwenye hii kitu, kuiumba na kujalia zile function zake. Subhanallah. Asema kibru iblis, kiburi cha ibilisi alichokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kilianzia kwenye nafsi yake, kikatekelezeka kwenye moyo wake, kisha baadaye viungo vikakataa kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala pale alipoambiwa sujudu kumsujudia Adam. Mwanzo ulianza kwenye moyo, nafsi, ukaathiri moyo, mengine yakafuatia baadaye. Kiburi cha ibilisi. Wa hasadu Qabil, na husda ya Qabil alipomhusudu ndugu yake Habil, ni moyo ulianza, na moyo ulipokea kutoka na nafsi chafu, nafsi mbovu, moyo ukaathirika, ikafuatia nini? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Subhanallah. Asema al-Imam Ibn al-Qayyim, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, Allah anasema nafsi ya Qabil ikampambia yeye kumuua ndugu yake. Nafsi, moyo ukakubali
faqatalahu, akamuua ndugu yake, fa asbaha min alkhasirin, hapo akapambaukiwa kujikuta katika watu waliokula hasara. Hasad ya ikhwatu Yusuf ilianzia wapi? Ndugu zake Yusuf alayhi salatu wassalam, ilianza kwenye nafsi zao. Nabiyullah Yaqub anawaambia, bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Awaambia, zimekupambieni nafsi zenu jambo hili la kumfanyia ubaya ndugu yenu, fasabrun jamil, mimi nitasubiri, subra ni kitu kizuri sana, wallahu almusta'anu ala ma tasifun, na Allah tabaraka wa taala ni mwenye kutakwa msaada kwa hayo mnayojisifia mlioyafanya hivi sasa mnayofurahia. Nafsi kadhalika wahiyal ashabi sabti, na hila walozifanya ashabu sabti. Ataja mifano al-Imam Ibn al-Qayyim, ametaja mifano mengi hapa. Ametaja utuu Ad wa tughyan Thamud wa jur'at Namrudh wa istitalat Fir'aun wa baghi Qarun. Akataja mifano mengi ambayo asema chimbuko lake limeanza kuwa nafsi chafu. Nafsi chafu ikaathiri moyo, moyo ukaleta matendo mabaya. Ibilisi kaleta kiburi, kimeanzia huko ndani. Kibri, kujiona yeye ni bora kuliko Adam. Na huyo Qabil naye kaanza kumhusudu ndugu yake kwa neema alizopewa na Allah, mwisho wake akamuua. Kadhalika kina Ad walijiona wao ndio bora, mpaka wakafika kusema man ashaddu minna quwwa, nani huyo mwenye nguvu kuliko sisi? Alam ya'lamu anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivi hawa hawaoni yule Allah aliyewaumba wao ndiye ana nguvu kuliko wao? Kama angelikuwa hana nguvu asingeliwaumba wao na nguvu hizo, bila shaka yana nguvu zaidi kuliko wao. Viburi vao, kuvuka kwao mipaka vilianza kwenye nafsi chafu. Wa hakadha akina Qarun waliopewa mali nyingi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaambiwa toeni wasaidie watu, wakajiona wao ni bora kwenye nafsi zao, wakajiona wao ndio walistahiki na wengine wote hawakustahiki. Vile viburi vilivyojengeka katika nafsi zao vikawasababishia matendo mabaya, kibri, ria, kujiona, kujifakhiri mbele za watu, hatimaye hivi sasa wako chini ya ardhi wamedidimizwa. Matatizo yanaanzia kwenye nafsi. Nafsi ni kitu kimoja kibaya sana kikiendekezwa. Ndipo mmoja katika wenye hikma akasema, an-nafsu katifli, nafsi ni kama mtoto mdogo. In tuhmila alayhi, ikiwa mtoto mdogo utamwachilia tu, shabba fi ridha'i, atatoka mvi katika hali ya kunyonya. Yani mama yake kama hajaamua kusema huyu namwachisha hivi sasa, basi mtoto huyu ashaanza skuli standard 1 standard 2, akitoka tu mbio mbio anarudi nyumbani kwao akapakatwa na mama yake apewe ziwa anyonye. Hajaachishwa. Yeye anajua hii ndiyo system. Hao wenzangu wote hao wakitoka skuli hapa wenda nyumbani kunyonya huko, na mimi acha nikimbilie nikanyonye. Ajua hivyo yeye. Ndivyo nafsi ilivyo. Nafsi ni kama mtoto mdogo. Kwenye hilo sasa akasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika sehemu nyingine, akasema ad-dunya wash-shaytanu aduwan kharijan anka wan-nafsu aduwwun baina jambayka. Dunia na shaitani ni maadui mawili walioko pembezoni mwako, lakini nafsi yako ulio nayo ni adui uliyemficha baina ya mbavu zako, yuko ndani yako. Maana yake nini? Maana yake dunia ni kitu ambacho tumetahadharishwa nacho tusikivamie sana. Shetani ndo asemeki, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Huna yaqul an-nafs aduun baina jambayk, hii nafsi hii ni adui ambaye umembana na kumficha baina ya mbavu zako, walala naye waamka naye, kwa maana nafsi ni adui wa karibu kuliko shaitan na kuliko dunia. Nafsi iko karibu. Asema sasa, wa min sunnati al-jihad, na katika sunna aliyoweka Allah ya jihad, mpangilio nidhamu za jihad, asema Allah tabaraka wa taala amesema,
ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffar. Katika sunna jihadi ya kupambana na makafiri, Allah asema enyi mlioamini pambaneni na wale walio karibuni na nyinyi kwanza. Alladhina yalunakum, wale ambao wapo karibu na nyinyi. Kama kuna adui wa karibu, tia adabu huyu kwanza, ili yule aliyeko mbali apate habari vizuri mwenziwe kafanywa nini. Fasharrid bihim man khalfahum, watie hawa adabu. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa waliopo karibu hawa, alladhina yalunakum, hawa watie adabu vizuri, ili wale walioko nyuma yao ogope. Sharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun, watishe wale walioko nyuma yao ili wapate kukumbuka. Kwa hiyo sunna ya kupambana na adui ni kuanza kupambana na adui wa karibu. Asema ikiwa tutaelewana hapo kwamba sunna ya adui kupambana ni kupambana na adui wa karibu, hivyo ni lazima tuelewe jihadun nafsi 4 maratib. Hapa ndipo sasa kwenye maudhui ambapo napakusudia. Huo wote ulikuwa ni kama utangulizi mpaka tufahamu hii nafsi ambayo tuenda kuizungumza kwenye haya mambo ambayo ndiyo nataka tuyashike vizuri, tuondoke nayo faida hapa leo atakayoyataja hapa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ni lazima sisi tupambane na nafsi zetu. Tukiziendekeza tutakuja siku ya kiyama, Allah tuhifadhi, kutafuta kumlaumu, na lawama zitamwangukia Iblis, shaitan, wewe ndio umetupoteza wewe. Na wengine watawaambia wengine katika wanadamu wenzio, nyinyi ndio mmetupoteza. Alimradi kila mmoja anatafuta wa kumlaumu siku ya kiyama. Qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, watasema wale raia wadogo wadogo, mimi na wewe, kuwaambia mabwana wakubwa viongozi wao waliokuwa wakiwapigia kampeni kwenye mambo ya ukafiri na maovu, njoni huku. Watu wakenda, hawa waliokuwa wakipigiwa kampeni siku ya kiyama watasema kuwaambia wale waliowapoteza, laula antum, lau kama sio nyinyi, lakunna mu'minin, sisi tungelikuwa waumini wazuri tu, nyinyi ndio mliotuzonga kwa maneno na hivi mpaka tukamkufuru Allah, mpaka tukawa waovu. Lawama sasa hizo. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, wale mabwana wakubwa watajibu kuwaambia wale mabwana wadogo, anahnu sadadnakum 'anil huda bal kuntum qauman mujrimin, au kama qala subhana, hivi sisi ndo tulikuzuia ni nyinyi msifate uongofu? Yani mimi nilikufunga kamba wewe ningekwambia usale kuswali? Yani mimi nilikuburuta kwa nguvu nikakupeleka kwenye duka la Mmeru kanunua mirungi wewe? Mimi nilikufanya hivyo wewe? Ashasahau kwamba yeye ndo alikuwa akifanya sera huko ipelekwe kwa wingi watu wakale. Peleka. Yeye ndo alioandaa hiyo mipango, bal makru al-layli wan-nahar. Hukaa watu kupanga vitimbi vya usiku na mchana, yeye. Lakini leo haja kujitetea kwa kukuuliza, nilikulazimisha? Si ulikwenda mwenyewe? Ndivyo atakavyojitetea. Wakati wale walioathirika wanawalaumu wao, nyinyi wenyewe mlikuwa waovu, msituambie sisi. Qala alladhina astud'ifu lilladhina istakbaru, hapo ndipo atakaposema wale mabwana wadogo kuwaambia mabwana wakubwa, bal makru al-layli wan-nahar, bali mlitupangia vitimbi vya usiku na mchana. Nyinyi mlikuwa mkikaa huko mnapanga vipi sisi tuharibikiwe. Bal makru al-layli wan-nahar idh ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Alhasil ni kwamba nilikuwa na kuonyesha picha kwamba siku ya kiyama watu watatafuta wakumlaumu, na wengine nao waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru, wakati washamtu pia lawama shaytani atasema sasa siku ya kiyama, wakati watu washahukumiwa anyiwa motoni, ndenzo ni motoni, macho yao yote wanamwangalia shaytani, ni wewe ni mimi vipi? Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum, Allah alikuahidini ahadi za kweli, hamkuwa tayari kwenda kuzitekeleza.
mimi nilikuahidini ahadi za uongo wala sikuwa na uwezo wa kuzitekeleza. Wama kana li alaikum min sultanin, wala mimi sikuwa na power yoyote na nguvu yoyote ya kumpeleka mtu kwenye upotevu. Illa an da'autukum, isipokuwa mimi nilichokuwa nakifanya ni kukuiteni tu. Fastajabtum li, nyinyi wenyewe mkaniitikia. Fala talumuni, msinilaumu mimi leo. Walumu anfusakum, zilaumuni nafsi zenu wenyewe, ndo zilitaka kunifuata mimi. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya, mimi siwezi kukusaidia ni nyinyi kukuokoeni kwenye adhabu za Allah, wala nyinyi hamwezi kunisaidia mimi leo. Hiyo ndio hali. Sasa kabla haikufika pahala huko, ni lazima watu wapambane na nafsi. Vipi tutapambana na nafsi? Ndiyo ambavyo nataka kufungia mazungumzo yangu ya leo. Vipi mimi na wewe tutapambana na nafsi zetu? Qala tabibun min atibba'i alqulub al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, jihadun nafsi 4 maratiba. Jihadi ya kupambana na nafsi yako na nafsi yangu mimi nipambane nayo ina madaraja 4, ndugu yangu Muislamu. Ukiyakamilisha hayo umetoka katika hasara, ambaye yule hakuyakamilisha hayo daima yuko katika hasara, kwa mujibu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasara tu. Mambo 4 asema, ahaduha, la kwanza, an yujahidaha ala ta'allumi alhuda wa dini alhaq. Kwanza kabisa ni mtu kuifanyia juhudi nafsi yake, ni mtu kuikandamiza nafsi yake. Na mtoto wako ni katika wewe, ambapo yeye ni mdogo, hajitambui hivi sasa, ni wewe mzazi. Uishike nafsi yake, uizoeshe nafsi yake, uipambanie nafsi yake ala taallumi alhuda, juu ya kujifunza uongofu. Ametangulia Sheikh Dumila hapa kututajia, ili tufike katika mafanikio ni lazima tushikamane na misingi ya uongofu. Na msingi wa kwanza ni Qur'an, na msingi wa pili ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni kuipambania nafsi mpaka ikubali hapo, mpaka nafsi ya mwanadamu iseme mimi maisha yangu ni maisha yaliyofungamana na kauli ya Allah, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Nikizozana na wenzangu katika jambo lolote hapa duniani, mbona hatuelewani? Hili liwe vipi? Hili jambo tulifanyie vipi? Jawabu lake ni kwa Allah na mtume wake, yani kwenye Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona nafsi yako haitaki, bado haikubali Allah na mtume kuwa ni hakimu, basi jua kwamba nafsi yako ni gonjwa. Jua kwamba nafsi yako ni gonjwa. Fala wa rabbika, Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naapa kwa jina la Mola wako, la yu'minun, hawa haziwezi kukamilika imani zao, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe kuwa ndio hakimu, fima shajara bainahum, katika yale ambayo wamezozana na kutofautiana baina yao, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasikute, wasihisi katika nafsi zao uzito wowote ule, mimma qadhaita, katika kile ulichokiamua wewe. Mafundisho ya hapa, tukiona uzito katika maamuzi ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndio aya inasema la yu'minun, bado hawajakamilika katika imani hawa. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhaita, kisha wasikute katika nafsi zao uzito wote katika maamuzi ulioamua wewe, wayusallimu tasliman, na wajisalimishe, kujisalimisha kwa moja kwa moja. Tasliman maf'ul mutlaq litawkid, jisalimishe kwa moja kwa moja. Haya, daraja la kwanza hilo ni mtu ailazimisha nafsi yake ala taallumi alhuda. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uongofu uliokuwa bora ni uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyumba za Waislamu ziwe alama yake kwenye milango imebandikwa maneno haya, khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akija mgeni katika nyumba ya Muislamu,
ye mwenyewe ajiandae kwamba humu ndani wanaishi watu kwa khairul hadi, uongofu uliokuwa bora ambao ni hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Si kwenye kula chakula, si kwenye kuvaa mavazi, si kwenye adabu za mke na mume, adabu za wazazi na watoto, adabu za kila kitu ndani ya nyumba yetu ni khairul hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Taallumi alhuda wa dini alhaq, ni mtu kujifunza uongofu na dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Kusoma, na usomaji wenyewe alaina bil usul, ni juu yetu kushikamana na ile misingi. Asema alladhi, dini ya haki ambayo la falaha laha, hakuna mafanikio kwenye nafsi hiyo ya mwanadamu, wala saadata fi maashiha, wala hakuna furaha katika maisha yanayoishi mtu duniani. Kana kwamba anakusudia la falaha laha fi dunya wala saadata laha fi maashiha wa maadiha illa bihi, hakuna mafanikio duniani, hakuna furaha na mafanikio katika maisha ya dunia wala katika maisha ya akhera isipokuwa kwa dini hiyo, isipokuwa kwa uongofu huo ambao yeye anamuomba Allah kila siku, ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Haiji kwa kulala na kuamka, ni lazima uikandamize nafsi. We nafsi we, twende ukasome nini siratal mustaqim. Mtaipata wapi siratal mustaqim? Mwalimu gani wa kunifunza siratal mustaqim? Inna hadha alilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Asema mmoja katika matabi'i katika wanafunzi wa maswahaba, Muhammad ibn Sirin, inna hadha alilma dinun, hakika hii elimu hii ni dini. Yani vile ambavyo mimi nitakusomesha wewe ndio unakwenda kufanya huko. Sasa hala mtina macho, fanduru, basi angalieni, amman ta'khuduna dinakum, kutoka kwa nani mwachukua dini yenu. Asije akakulisheni matango pori wakati matango mazuri masokoni yamejaa, akamwambia nikachukueni vitango mwitu huko mkale. Nani mwalimu huyo? Wa mata fataha ilmuhu, na wakati wowote ule itakapompita mtu akaikosa elimu hiyo ya kuijua dini na uongofu uliokuwa sahihi, shaqiyat fi daraini, huyo mtu atateseka na kupata tabu katika miji yote miwili, yani fi dari ad-dunya wa dari al-akhirah, katika mji huu wa dunia na katika mji wa akhera. Mtu atateseka sana, atapata tabu sana kwa kukosa kujua uongofu huo, yani kusoma dini ya Kiislamu, Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndio jambo la kwanza. Tusiwakoseshe watoto wetu fursa hii adhimu ya kuwasomesha dini, ya kuwatafutia mwalimu wa kuwasomesha dini. Tusije tukawakosesha watoto wetu fursa hii. Ikiwa sisi tuliikosa na umri umekwenda, nguvu zishakwisha, watoto wetu watakuja kutulaumu hawa mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwamba hawa ndio hawakutusomesha sisi. Hilo ni daraja la kwanza, enyi ndugu zangu wa Kiislamu, la kusoma elimu ya dini na kujifunza uongofu wa sawa sawa. Jambo la pili, athania, asema daraja la pili, aniyujahidaha, ni mwanadamu sasa ailazimishe apambane na nafsi yake, ala al-amali bihi ba'da ilmihi, juu ya kufanyia kazi ile elimu baada ya kusha kuisoma. Isije ikawa mimi na wewe tumefanikiwa katika daraja la mwanzo, tukazilazimisha nafsi zetu kusoma Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, halafu ikawa zimeishia kwenye vitabu. Tukitizama maisha yetu tunavyoishi yako kinyume kabisa na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nembo zetu katika migongo yetu sisi ni vipenzi, tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tukitizama katika mifumo ya maisha yetu hatumo kabisa katika wenye kumwandama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sivyo hivyo. Daraja la pili la kupambana na nafsi, ambaye nafsi ni adui tuliyemficha katika mbavu zetu,
na sunna ya Allah tabaraka wa taala ni kuanza kupambana na adui huyu. Wallahi billahi tallahi, tukizinyoosha nafsi zetu sawa sawa, yule sheitani ambaye anatafuta mwanya uko wapi, ni muingie vipi huyu, kwa sababu shetani huwa anaangalia atakavyoona namna ya kuniingia mimi sivyo anavyoona kukuingia wewe. Pengine akinijia mimi katika upande wa ibada ananikuta niko madhubuti, huyu siwezi kumchezea kwenye ibada. Lakini akiangalia huyu kwenye masala ya pesa huyu ni mdhaifu, anakamata hapo. Huyu kwenye masala ya pesa akipewa amana za watu, huyu hazirudi salama, anakamata hapo. Lakini akikujia wewe kwenye la amana za watu, kwenye masala ya pesa na amana za watu, anakukuta uko madhubuti, ni mwadilifu. Lakini akikutizama, huyu nitampata kwenye kuswali swala 5 kwa jamaa, huyu ni mzembe, huyu nishampata hapa. Anaangalia udhaifu wako uko wapi ili akuingie. Na yule mwingine naye akimuendea, akimkuta kwenye ile ibada anamkuta yuko madhubuti, simuwezi. Akimtizama kwenye amana na mali za watu anamkuta madhubuti, simuwezi. Lakini huyu jamaa ni mdhaifu kwenye wanawake, tayari namkamatia hapa. Sasa kila mmoja wetu akipambana na nafsi yake kwenye udhaifu wake, kwanza manake lazima hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Muhasabatu nafsi ni kitu muhimu sana, na muhasabatu nafsi ni kujiuliza mambo mawili. Kwanza wewe ni kuuliza nafsi yako, je, nafsi yako inajua haki ya Allah ambayo Allah anakutaka wewe uitekeleze? Wajua nafsi la kwanza, wewe ujiulize nafsi yako, je, mimi nishatekeleza ile haki ya Mwenyezi Mungu alionitaka niitekeleze? Haki ya Allah ni ipi kwangu mimi? Kisha sasa ujiulize katika jambo husika natakiwa nifikie katika malengo gani? Nimefikia mimi? Kwa mfano, haki ya Allah ni kuswali, kumwabudia. Kwenye ile swala ile kuna kitu Allah tabaraka wa taala anakikusudia, qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sasa wewe ukiambiwa uihesabu nafsi yako, maana yake ukishakumaliza kuswali waiuliza nafsi yako, nishaswali mimi, nimefikia kwenye ile swala, yani kwenye ile lengo, ile krima aliyotaka Allah? Ndio nishafunga Ramadhani, ndio ishakwisha, nimefika pale kwenye la'allakum tattaqun? Ndio nishafanya jambo fulani, nimefika ile nimefika pale, hiyo ndio kuihesabu nafsi. Ukiipima vizuri ukaigundua haijafika, maana yake utajiandaa kesho ufike au baadaye ufike, ni kuihesabu nafsi. Na kila mmoja akihesabu nafsi yake kwenye udhaifu wake na akapambana kurekebisha udhaifu ule, yule shetani anayetafuta udhaifu kwenye nafsi yako anatafuta kwenda kwa mwingine. Anajua huyu mimi siwezi kumuingia kwenye ile ibada, simwezi tena, kwa sababu anajipanga huyu. Kwenye ile uaminifu wa kutekeleza amana simwezi tena, kwa sababu anajipanga huyu. Kwenye sijui la mambo ya anasa simwezi tena, kwa sababu anajipanga huyu. Ni mtu kuipambania nafsi yake na kusema nayo na kuifanyia tathmini. Sasa ashaweza yeye kuvuka daraja la kwanza, alhamdulillah, elimu anasoma. Sasa aniujahidaha, apambane na nafsi yake, ala al-amali bihi ba'da ilmihi, kufanyia kazi yale aliyoyasoma baada ya kuyajua. Wa illa, na kama si hivyo, fa mujarradul ilmi bila amal, itakuwa huyu mtu amepata elimu tupu bila ya matendo. In lam yadurraha lam yanfa'ha, moja katika mawili, ikiwa haitomdhuru, in lam yadurraha, ikiwa hatoidhuru nafsi yake, basi lam yanfa'ha, hatoisaidia kwa chochote. Ikiwa wewe utasoma halafu huyafanyii kazi uliyoyasoma, moja katika mawili, kama hujaidhuru nafsi yako, basi hutoinufaisha kwa chochote. Kuidhuru nafsi ni vipi ikiwa mtu amesoma halafu hakufanyia kazi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, awwal man tus'ar lahumun nar yawm alqiyama alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, watu wa mwanzo watakaofunguliwa moto wa jahannam waingie wao kabla ya washirikina, ni wao ndo wa mwanzo. Miongoni mwa hao ni msomi ambaye hakufanyia kazi elimu yake.
Jibril alayhi salatu wasalam alipokwenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari ya Mi'raj, walipita pahala, subhanallah, wakawakuta watu ndimi zao zimekamatwa, zimetundikwa kwenye ngoe. Ngoe ni nini? Ngoe ni kile chuma ambacho ukienda bucha kununua nyama unakuta nyama imetundikwa katika kile chuma. Mhitaji huko? Ngoe hivyo hivyo? Kota. Sawa, kile chuma kile koto. Kile chuma kile ambacho kinatundikwa, halafu unaona kuna nyama imetundikwa pale bucha pale ukienda. Asema watu hawa wametundikwa, kile chuma ndo kinaning'inizwa pale, kisha huu ulimi huu ndo umepachikwa pale, ndo mtu ananing'inia hivyo. Wewe ukitoka ukienda nyumbani leo, kamata ulimi kidogo, uvute hivi, utoe nje. Uvute mwenyewe, usimpe mtu akakuvuta, mtagombana. Vuta mwenyewe, maana unauma kidogo, mtagombana. Kisha mtu ndo atundikwa hivyo. Man haulai ya Jibril, nani hawa ewe Jibril? Rasulullah aambiwa haulai khutaba ummatik alladhina kanu yaquluna ma la yafalu. Hawa ni wale makhatibu waliokuwa khutubu huko duniani wakiyasema mambo wao wenyewe hawafanyi, elimu nyingi lakini hawafanyi kazi hawa. Kwa hivyo hawa wataadhibiwa kwa sampuli hiyo, kisha motoni wao ndio wa mwanzo kuingizwa. Ndio mwenye Zubadi akasema wa alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadati alwathani. Na msomi ambaye hakufanyia kazi elimu yake ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wenye kuabudu masanamu, kwa hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama hajaidhuru nafsi yake, basi hatoinufaisha na chochote. Nani huyo? Ambaye hakufanyia kazi ilmu aliyoisoma. Jambo la tatu, an yujahidaha ala da'wati ilayhi. Sasa ailazimishe nafsi yake. Nafsi ndo ushasoma, umekubali alhamdulillah, na wewe mwenyewe tayari unaweza kufanyia kazi, unaishi katika yale uliyoyasoma katika dini ya Kiislamu. Sasa ilazimishe nafsi kuwa tayari kuwalingania wengine na wengine wayajue yale. Isiwe kwamba umesoma wafanya wewe tu. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa ni umma bora ulioteuliwa kwa ajili ya watu. Ukhrijat linnasi, umetolewa kwa ajili ya watu. Nenda kawaambia watu, kawafikishie dini. Sasa wewe na mimi tuna uwajibu mkubwa wa lazima wa kupambana na nafsi zetu, yale tuyajuayo tuyafanyayo, na watu waweze kuyajua yale na wayafanyie yale. Tunawalingania watu sasa katika mambo yale. Wa ta'limihi man la ya'lamu, na kuwafundisha hiyo ilmu na dini wale ambao hawaijui. Wa illa, na kama si hivyo, kana minal ladhina, atakuwa huyu ni katika wale ambao yaktumuna ma anzala Allahu, wanaficha yale aliyoyateremsha Allah, minal huda wal bayinat, katika mambo ya uongofu na katika mambo ya bayana, kama Allah tabaraka wa taala alivyoeleza katika kitabu chake kitukufu, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Wale wanaoficha yale ambayo ameyateremsha Allah katika uongofu na mambo ya bayana, wakiyaficha watu wasiyajue, yal'anuhumullah, Allah na walaani. Ndio Sheikh anasema kama mtu hajailazimisha nafsi yake kwenye hili jambo la tatu, usifiche, waambie watu kile ukijuacho, kile ulichokisoma, kile ambacho wewe wakiamini wakifanyia kazi, usimbakhili, waambie watu. Wala yanfa'uhu ilmu, na mtu akiwa hivyo haitomnufaisha chochote ilmu yake. Wala yunjihi min adhabillahi, wala haitomokoa kwenye adhabu ya Allah, kwa sababu lan tazula qadama abdin, hautondoka mguu wa mja yote siku ya kiyama, hata yusala an arba'in, mpaka aulizwe mambo manne. Miongoni mwa manne hayo, an ilmihi, kuhusiana na ilmu yake, ameifanyia kazi gani mtu ilmu hiyo? Atamjibu nini Allah ikiwa ilmu ile yeye hakuifanyia kazi wala hakuifikisha kwa wengine? Atamjibu nini Allah? Na Mtume akasema haondoki kwenye mahakama ya Allah, ataulizwa, lazima ajibu swala hilo.
Kwa hivyo kwanza tunazilazimisha nafsi zetu zijue hiyo ilmu, zisome, kisha zifanyie kazi, kisha ziwaambie watu, ziwafundishe watu elimu ni nini, wale ambao hawajui. Na jambo la 4 anasema an yujahidaha, ailazimishe nafsi yake ala sabri, juu ya kufanya subra, juu ya kuvumilia, ala mashaqi da'wati ila Allah, juu ya tabu na mashaka yanayopatikana katika kuwalingania watu kwa ajili ya Allah. Kuna tabu, kuna mazito. Saa nyingine waweza kuambiwa maneno tu, wala watu wasikupige, maneno tu yakakukosesha usingizi, ukarudi nyumbani humtamani mke. Neno umeambiwa huko na watu, wakati unawalingania wanakataa, wakakujibu maneno, yale maneno yakukosesha raha, chakula maji hayapiti. Mke anakuambia mume wangu basi njombe niache sasa hivi, kwanza kichwa nakiona kimoto. Nini? Maneno tukaambiwa huko nje. Watu waliowatarajia hao nikiwaambia watanipokea vizuri, wakampokea vibaya, wakamjibu vibaya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asaba. Mtume ndo ambiwa hivyo. Huenda wewe Muhammad ukaiteketeza nafsi yako, ukaiangamiza nafsi yako kwa sababu ya athari ya watu hawa, kuwa wao hawataki kuamini na maneno mabaya. Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sisi tunajua ya kwamba yanakuhuzunisha wanayoyasema. Mtume alikuwa hivyo wakati analingania, anajibiwa. Allah amwambia tunajua, la yahzunuka alladhi yaqulun, tunajua ya kuhuzunisha yale wanayokuambia. Ikiwa mtume ni hivyo, mimi na wewe itakuwaje? Na watu ni hawa, hawamuogopi Mungu hata kidogo kwenye kumpinga mpinzani wao. Kwa hivyo wakati unalingania, unawaambia watu lile lililo la haki, wallahi utatukanwa, wallahi utapata tabu, wallahi utatahadharishwa, huenda ukafikia ukapigwa wakati mwingine. Sasa lazima uiambie nafsi yako, nafsi subiri, subiri, huko kwa Allah tabaraka wa taala kuna mazuri. Ala mashaqi da'wati ila Allah wa adha al-khalq, na kuvumilia maudhi ya viumbe watakayokufanyia wewe. Wayatahammal dhalika kullahu lillah, na ayavumilia hayo yote mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha istakmala hadhihi almaratib al-arba', mtu atakapotaka kuyakamilisha haya mambo manne, sara min ar-rabbaniyin, hapo sasa ndo atakuwa yeye ni katika ar-rabbaniyin, ni katika wale mabwana wakubwa waliosifiwa na Allah tabaraka wa taala na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salafa mujmi'un, hakika wema waliotangulia wamekubaliana, ala anna al-alima la yastahiqu an yusamma rabbaniyan, msomi yoyote hastahiki kuitwa rabbani, hastahiki kuitwa rabbani, hatta ya'rifa al-haqqa, mpaka kwanza aitambue haki, daraja la kwanza hilo. Wa ya'mala bihi, na aifanyie kazi. Wa yuallimuhu, na awafundishe watu wengine. Faman alima, yule atakayejua, wa amila, na akatenda, wa allama, na akawafundisha wengine, fadhalika yud'a adhiman fi malakuti samai, huyo ndo huitwa bwana mkubwa mheshimiwa mtukufu katika falme za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukamilisha mambo haya. Kwanza kujua yeye kusoma, kisha yeye akaleta yale mambo aliyosoma katika maisha yake, kisha akawafundisha wengine, na panapotokezea maudhi akaweza kuvumilia sana yale maudhi yatakayomfika. Sasa muda ushakwenda. Hapa tulikuwa tunamzungumza bwana mkubwa Ibn al-Qayyim, anatupa haya mambo ndiyo maratib za jihadun nafs. Asema haya ndo matabaka ya wewe kupambana na nafsi yako. Pambana na nafsi yako kwenye mambo haya. Kwa nini? Ndio nafunga hapa sasa. Ndio nafunga, ndio mjue kwa nini huu msikiti ukaitwa Masjid Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ndio nafunga hapa. Sasa huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab huyu ameandika kitabu kinaitwa Thalathatul Usul au al-Usul al-Thalatha, kwa naat na man'ut au kwa mudhaf na mudhaf ilayhi. Haya, Thalathatul Usuli au al-Usul al-Thalatha. Mwanzoni kabisa mwa hichi kitabu akaandika maneno haya:
i'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. maneno haya ndio maneno ya mwanzo aliyofungulia Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrhamu. Asema, fahamu vizuri ewe ndugu yangu Muislamu, ni kwamba inawajibika, si khiari, ni wajib juu yetu sote kujifunza na kuyatambua mambo manne. Jambo la kwanza lazima tulitambue, alilmu ni elimu. Lazima tusome nini? Kwanza maarifatullah, tumjue Allah subhanahu wa ta'ala, haki ya kumjua kwake. Wa maarifatu nabiyihi, hapo pote pana sharhi na uchambuzi, lakini nataja vile vipengele kwa sababu muda ushakwisha, nishachukua muda mwingi sana. Wa maarifatu nabiyihi, na kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa maarifatu dini alislam bil adilla, muislamu hendi kiuzuka, anaijua dini yake kwa dalili. Nafanya hivi kwa dalili hii, nafanya hivi kwa dalili hii. Sifanyi hivi kwa dalili hii, sifanyi hivi kwa dalili hii. Maarifatu dini alislam bil adilla. Kwanza lazima tuwe na ilmu. Ndio al-Imam Ibn al-Qayyim akatwambia daraja la kwanza la kupambana na nafsi ni ta'allumul huda wa dinil haqq, ni kujifunza uongofu na dini ya haki. Ndio la kwanza hilo. Na huku Muhammad ibn Abdul Wahhab atwambia la kwanza la wajibu ni hilo. La pili al-amalu bihi, vivyo hivyo al-Imam Ibn al-Qayyim alitwambia jambo la pili al-amalu bil ilm, ni kuifanyia kazi ile ilmu ambayo umeisoma. Jambo la tatu ad-da'watu ilay, ni kuwalingania watu. Hatufai sisi kuketi tukatosheka na yale ambayo tumeyajua na baadhi yake sisi tuyafanya. Haifai. Ni lazima tutoke. Qum fa'anzir, simama, nenda kaonye watu. Haitoshi wewe kujua, nenda kawaambie watu. Jambo la mwisho as-sabru ala al-adha fihi. Muhammad bin Abdul Wahhab asema jambo la mwisho ni kufanya subra katika maudhi utakayoyapata wewe wakati wa kulingania. Sasa haya mambo manne yamepatikana wapi mpaka hawa wengine waseme ni lazima, hakuna khiari kwa kila mtu, lazima aanzie na mambo haya manne? Na huku ambiwe haya ndiyo mambo ambayo wewe watakiwa upambane na nafsi yako kwa mambo hayo manne. Kwa nini? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu asema wal asr, na apa kuzia pia zama zinavyokwenda na namna wanadamu wanavyopoteza muda, hawana habari, na kila siku ikipita ndo mtu anasogea kaburini lakini hajali. Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu, ismi ya mtu anaitwa insan, mtu, lafi khusrin, ajijua yumo katika hasara. Hachomoki mtu katika mimi na wewe, hachomoki mtu, sote tumo katika hasara. Innal insana, al-alif wal lam huna lilistighraq, mwanadamu yoyote yule lafi khusrin, yumo katika hasara. Subhanallah. Iliposhuka aya hii wanasema ulama masahaba iliwaliza sana mpaka iliposhuka illa alladhina amanu. Hebu stopisheni machozi yenu. Wakatolewa baadhi ya watu ambao hawamo katika hasara. Maana kama sote tumo katika hasara, tushaangamia sisi, juhudi za bure, tumo katika hasara. Illa adatul istithnai, isipokuwa alladhina amanu, wale walioamini. Na imani haiokotwi, imani ni lazima isomwe. Ndiyo hili neno illa alladhina amanu likazalisha elimu kwamba mpaka ufike wewe usome imani. Imani ni nini? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa sharri. Haya hayaokotwi, ni darasani ndio upatikana haya. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Ndipo walipokuja mabedui kwa Mtume Muhammad wakamwambia tushaamini, haya tupe hizo amri za Mungu tuzitekeleze. Allah akamwambia Mtume awaambieje? Qalatil a'rabu amanna
walisema mabedui tumeamini. Qul, Muhammad waambie lam tu'minu, nyinyi bado hamkuamini. Mmeamini, hamkuamini bado nyinyi. Walakin qulu aslamna, lakini semeni tumesilimu. Kusilimu mshasilimu, kitu kuamini mpaka mkae kitako mfanye juhudi kubwa ile imani ipande. Msomeshe mambo. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, mpaka hivi sasa. Lamma kisha mbele kuja fi'lu mudhari. Lamma, mpaka hivi sasa. Lamma yadkhulul iman, haijaingia iman, lakini yatarajiwa itaingia. Allah kusema walam yadkhulul iman, asema lamma yadkhulul iman, mpaka hivi tunavyozungumza bado haijaingia imani katika vifua vyenu. Mkijitahidi itaingia, mkijitahidi itaingia. Idhan Allah anasema jambo la kwanza, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Hao hawamo katika hasara, bimaana wakasoma dini ya Allah wakayajua mambo yote ya imani. Wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema, bimaana baada ya kusha kusoma lazima watende. Haitoshi kusoma tu, lazima utende. Ndio jambo la pili hilo. Jambo la tatu, watawasau bil haqi, na wakenda kuhusiana kwenye haki. Yani mimi nakufuata wewe na wafuata wale, tumetoka Mombasa tumekuja hapa, na tawasa bil haqq, tunahusiana hapa kwenye mambo ya haki. Yani kile tulichokisoma tuwaambie na wengine, hii ndo haki ya kufuatwa, hili halifai. Ndio ad-da'wati ilay, lile jambo la tatu tuliloambiwa, lazima tuambie watu. Baada ya kuambia watu tutakutana na vikwazo. Watawasau bis sabri, na hapo ndipo watu wakahusiana kufanyaje? Kusubiri. Jamaa, usikia maneno hayo tunavyoambiwa? Jamaa, wasikia vitimbi tunavyofanywa hivyo? Tusubirini, insha Allah haya yatapita, tutafanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo manne haya, illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ndio daraja za wewe kupambana na nafsi yako kwenye mambo haya manne. Ukiwa humu sio mimi, ni Allah aliyosema innal insana la fi khusrin, amewavusha watu wenye sifa hizi nne. Ndipo al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema, lau Allah asingeliteremsha hoja yoyote ya kwenda kuwasakama viumbe siku ya kiyama, asingeteremsha aya yoyote isipokuwa sura hii tu, basi ingetosha. Si ushaambiwa wewe upo katika hasara mpaka ufanye haya, basi hutaki kuwemo katika hasara, watu wa motoni afanye haya, imekwisha. Yani wewe ukienda mbele Allah, Allah akwambie mimi nilikwambiaje? Utakuwemo katika hasara isipokuwa kwa mambo haya manne, hukuyafanya wewe, kwa hiyo wewe umo katika hasara. Ingelikuwa imetosha, Imam Shafi'i anasema sura hii peke yake na ufupi wake, lakini iliwaliza masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naomba nistopie hapa, nimekwisha kuchukua muda sana, na ni kutokana na uzito hii maudhui yenyewe. Nafsi zetu sisi ni chafu, ndugu zangu wa Kiislamu. Mambo yote haya yanaanzia kwenye uchafu wa nafsi. Nafsi daima zimeumbiwa hivyo kuamrisha maovu, zinaathiri mioyo, na zinapoathiri mioyo, baadaye viungo vyetu vinafanya mambo ya kihayawani kabisa, mambo yasiyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo lazima tupambane na nafsi zetu. Na tunapambana nazo vipi? Kwa mambo haya manne, tuyashikeni vizuri. Tusomeni, tuwasomesheni watoto, na tulazimishe ile ilmu tuliyosoma ije katika maisha yetu kikweli kweli. Na hapo tusitosheke, tuingie katika mitaa yetu, majirani zetu, nani zetu, tuwafikishie ule ujumbe. Na kwenye kufikisha ujumbe kuna maneno, kuna vitendo, kuna makubwa ya kupo yanayokuja, unakutana nayo saa nyingine kwenye familia yako, familia kabisa, ndani ya familia wakutana na mtu anapingana na wewe kwenye kile unachomfundisha cha haki. Saa nyingine mtoto wako hasikii vile unavyomwambia cha sawa, mtoto wako ndo anayekupinga, unaumia, maudhi makubwa, mke wako, nani yako, inabidi uvumilie, ufanye subra, na Allah tabaraka wa taala atajalia mwisho mwema. Naomba nisitopie hapa katika mazungumzo haya, niwapishe mashekhe zangu ambao tumefuatana nao pamoja katika rihla hii. Tuko na Sheikh Abu Ahmad hapa na kadhalika Sheikh Yusuf. Inshallah atakuja na yeye atafadhali kwa chochote katika kufungia mazungumzo yetu haya tulioanza kuyazungumza. Falyatafadhal mashkuran ma'juran.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Nisingependa kuzungumza chochote katika kikao hiki baada ya wazungumzaji wawili waliotangulia, bali tu nataka kukifunga hiki kikao kwa taaliq fupi ya wazungumzaji wawili. Wa kwanza mzee wetu Sheikh Dumila ambaye amezungumza kwa ufasaha, Mwenyezi Mungu ambarikie kwa faida aliyotupatia. Katika mzunguko wa mazungumzo yote aliyozungumza, alituregesha katika asli mbili zilizo muhimu, ambayo matendo yetu yote tunayoyafanya mazingatio yake ni asli mbili, alkitabu wa sunna. Kama alivyosema, chochote utakachokifanya kitoe ndani ya Qur'ani na ukitoe katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiyo mafanikio yako na ndipo kukubalika kwako kwa matendo utakayoyatenda. Na kumbuka kauli ya al-Imam al-Albani rahimahullah aliposema, al-ibratu laysat bikathrati al-ibada wa innama bikauniha ala sunnah ba'ida anil bid'ah. Mazingatio katika matendo unayoyafanya, al-ibratu laysat bikathrati al-ibada, mazingatio si kwa wingi wa ibada zako unazozifanya, wa innama bikauniha ala sunna, mazingatio ni zile ibada unazozifanya wazifanya kwa misingi ya sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanya kama alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye ndiye mwalimu. Aliposema khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum sallu kama raaitumuni usalli, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Kwa hivyo mazingatio ni ile ibada iwe imeafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio hata Mwenyezi Mungu akasema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungu angalia uzuri zaidi wa matendo, na uzuri wa matendo ni kuwafikiana na aliyoeleza Mungu na ni kuwafikiana alivyofunza mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa kuna vitu viwili lazima tuvielewe kwa kipindi ambacho tuko nacho. Kuna kitu chaitwa quality, kuna na kitu chaitwa quantity. Nafikiri zafahamika, wengi wameenda maskuli hapo. Quality na quantity. Quality ni ubora. Quality ni ubora, quantity wingi. Tumefahamiana? Uislamu wataka wingi ama wataka ubora? Uislamu wataka quality, hautaki quantity. Utaingia hoteli mkute Mwafrika ameitisha mzigo kama huu, sima sima kama hili, atoka mshangaa, huyu atamaliza kweli? Na atamaliza.
amekula na ameshiba, lakini amekula quality ama amekula quantity? Ukaingia hoteli ukamwona mzungu ameitisha tu kitu kidogo, kisha kamba pale, kuna octopus, octopus itwaje, pweza, vitu shamra tamasha hivi. Huyu maskini ameangalia nini? Quality. Ule lotukwa mzigo, katika hawa wawili nani kiwiliwili chake kimepata nguvu? Mbona mnicheka jamaa? Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo wingi si hoja, ubora ndio hoja, na amali zako zote huzingatiwa ubora, na ubora ni kuwafikiana na Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio aliyozungumza mzee wangu, shekhe wangu, Sheikh Dhumila. Ama mzungumzaji wa pili amezungumza mingi, na mimi nachelea kuzungumza mingi nikaharibu utamu wa yale aliyoyasema. Nafikiri ametuzungumzia kuhusu masala ya nafsi. Kiufupi tu nikisherehesha aliyoyasema, kuna mwanachuoni anaitwa Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin rahimahullahu asema, wan nufusu thalathu, hizi nafsi ambazo zimezungumzwa zimegawanyika katika nafsi tatu. Nafsi ya kwanza inaitwa nafsun sharira, ambayo yajulikana kwa nafsul al-ammara bisu, ambayo Mwenyezi Mungu ameizungumza katika suratu Yusufa, wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratu bisu. Hii ni sampuli ya kwanza ya nafsi. Kuna nafsi ambayo kwamba ni an-nafsul ammara bisui ama an-nafsu sharira, hii nafsi mbovu. Pili ni nafsun khaira, wa hiya an-nafsul mutmainna, ambayo pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Qur'ani, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan marudhiya ila akhir sura. Na nafsi aina ya tatu ni nafsu al-lawama. Sasa wewe kama mwanadamu Muislamu uliyekalifishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima uzitambue hizi nafsi, na kisha uipime nafsi yako iko katika kitengo gani katika vitengo hivi vitatu, upate kujitoa katika step uliopo uende katika step ambayo ni bora zaidi. Wanazuoni wamezungumza mingi kuhusu masala ya mtu kujipinda na kuipinda nafsi yake katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika tabi'in alisema kumwambia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anil jihad, kuhusu masala ya jihad. Faqala Abdullah ibn Umar, akasema kumwambia, ibda bi nafsika fajahidha, kwanza anza na nafsi yako, pambana kwanza na nafsi yako, uitoe katika maovu, uitoe katika shahawati, uitoe katika kila aina za uchafu, upigane na nafsi yako, uipinde nafsi yako kisawa sawa. Kisha kuipinda nafsi yako, ndipo pale itakupeleka katika jihadu a'da'il Islam. Hii ni kauli ambayo imezungumzwa na Abdullah ibn Umar, ambaye ni sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na wanazuoni wakayazungumza haya kuwa ni katika mujahadatu an-nafsi, ya mtu kupambana na nafsi yake. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu asema, madabatul jamuhu bi ahwaja ila lijami min nafsik. Huu mfano wallahi aliozungumza ni mfano mzuri sana, ambao kwa watu wa kisiwa cha Lamu wataufahamu kwa wepesi zaidi kuliko watu wa Mombasa, ama kuliko watu wa Malindi, ama wa Nairobi, ama wa sehemu nyingine. Sisi tuwaona hapa katika kijiji chetu cha Lamu, katika kisiwa chetu cha Lamu, punda ni wengi sana, sio? Punda ni wengi sana, na wale punda wanakontroliwa. Kuna kitu chaitwa hatamu. Ile hatamu ndo humkontroli yule punda
aende kulia, aende kushoto, asiende akasoza, asiende akagonga, asiende akatukia mtu, si ndio hivyo? Sasa Al-Hasani asema madabatul jamuhu, hakuwa huyu mnyama mwenye kutukia bi ahwaja min al-lijami, kuwa ana haja zaidi ya hatamu min nafsika, kuliko nafsi yako. Yani nafsi ya mwanadamu yahitaji kuwa na hatamu kuliko mnyama, kuliko punda, kuliko farasi, kuliko mnyama yeyote ambaye kwamba lau ataachwa rebe tu hivi hivi atakwenda kutukia watu. Kwa hivyo ikaonyesha mfano huu kuwa pana dharura kubwa ya Muislamu kupigana na nini? Na nafsi yake, ili nafsi isimpeleke pabaya, nafsi impeleke pazuri. Yahya bin Muadh asema a'da'ul insani thalathatu, maadui wa mwanadamu ni watatu: duniyahu, dunia yake, wa shaitana, na shetani wake, wa nafsu, na nafsi yake. Hivi vitu vitatu ni adui kwako wewe. Sasa jichunge na dunia yako kwa kuipa mgongo dunia, na ujichunge na shaitani kwa kumukhalifu shaitani, na ujichunge na nafsi yako kwa kuacha shahawati katika hii dunia, ili upate salama, uondoke katika dunia hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa radhi na wewe. Nikimalizia kwa maneno haya ni maarufu sana, ambapo mwenzangu ametangulia kuisoma kama ubeti mmoja, na mimi nitaka nikamilishe sehemu iliyobaki. Ulisema an-nafsu katifli, sio? Umeyapata wapi haya? Naam, an-nafsu katifli. Umeyapata wapi? Uliyapata wapi? Kwenye vitabu. Haya. Wajua maneno haya yako kwenye kitabu gani? Katika Burda ya al-Imam hamujui jamani? Al-Busiri. Katika Burda kitabu maarufu la munafiri, kila siku ya Ijumaa baada salati al-fajr husomwa. Pia akasema na haya, naongezea wa khalifin nafsa wash-shaytana wa'asihima wa inhuma mahadhaka nusha fatahimi. Hamjasikia? Ama vile amesomwa hivi hakusomwa kwa mahadhi. Tuyasome kwa mahadhi, pengine utasema kweli ndio nishasikia, nilipopita kwenye nyumba fulani nilisikia hivyo. Wa khalifin nafsa wash-shaytana wa'asihima, khalifu nafsi na shaitani na uziasi. Hufai kuiandama nafsi yako, wala hufai kumwandama shaitani. Tena sasa la uzito zaidi ni kwamba wa inhuma mahadhaka nusha fatahimi, shaitani na nafsi lau pia itakuja ikunasihi, ikwambie hivi unavyofanya vibaya, nenda msikitini ukaswali, kuswali ni khairi. Kwanza madamu aliyokuambia nafsi na shetani, kwanza tuhumu ile maneno yake, kau yapime, uyazingatie, ikiwa ni kweli vile walivyokuambia ndio ufanye nini, ndio uende. Kuna zaidi hapo? Yani hata kama inkuamrisha katika mambo mazuri, kwanza piga break kidogo, uzingatie, ni kweli amenambia nifanye hivi, je kweli ni uzuri kweli? Kaa ufikirie, upime, uzingatie. Unapoleta fikra na kuzingatia, sasa ndio utajua ni kweli ni zuri ndio ufanye. Hakuniongeza vibaya, uachane nalo. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu asema an-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'i yaskunuhu illa alladhi kana qabla al-maut yabniha fa in banaha li khairin taba maskanuhu wa in banaha li sharri khaba baniha la tarkunanna ila ad-dunya wa ma fiha falmautu yufnina wa yufniha. Nafsi ya mwanadamu yalilia dunia kila siku. Hivyo ukiamka asubuhi wapanga hisabu zako za kidunia. Mwenye kutaka kwenda shamba atakwenda, mwenye kutaka kwenda baharini, ambaye kwamba hajajenga asema mimi kesho nitaitafundi afanye hivi hapa. An-nafsu tabki ala ad-dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha,
na nafsi yajua, yatambua, iko na ufahamu wa 100% kwamba usalama wa duniani ni kuacha mambo ya kidunia. Ili usalimike ni kuachana na mambo ya kidunia. Kwa nini? La dara lilmar'i yaskunuhu, hakuna nyumba ambayo mtu atakwenda kuishi illa alladhi kana qabla almauti yabniha, isipokuwa ni nyumba ambayo kabla ya kufa kwako waijenga. Hivi sote hapa sisi tujenga makaburi yetu, kila mmoja katika maisha yake ajenga kaburi lake ambalo utakwenda kuishi katika lile kaburi. Ujenzi wake wa ufanya hivi sasa, fa in banaha li khairin tuhaba maskanuhu, kaburi yako ukijenga kwa mambo ya khairi yamekuwa mazuri makazi yako. Wa in banaha li sharri khaba baniha, na kaburi kuijenga kwa maovu amehasirika na ametoka patupu mjenzi wa nyumba hiyo. La tarkunanna ila dunya wa ma fiha falmautu yufnina wa yufniha, usikumbatie dunia, usipige makamama dunia, usitegemee dunia na viliomo ndani ya dunia. Kwa nini? Falmautu yufniha, mauti itaimaliza dunia, wa yufnina, na itatumaliza sisi tutamalizika na dunia itamalizika. Chenye kukufaa kwenye maisha yako ya barzakh na maisha yako na akhera ni mazuri yako ambayo uliyatenda, ikiwa yatakuwa yameafikiana na asili mbili, alkitabu wa sunna. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Twawashukuru kwa hudhuri yenu na kutupatia masikizi yenu na utulivu wenu ambao kwamba mmekuwa nao katika kikao kama hiki. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kukaa kwenu hapa ni sababu ya kusamehewa makosa yenu, na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya sisi kukaa katika kikao hiki pia iwe ni sababu ya kutufutia madhambi ambayo kwamba tumeyatenda, na yote tunayoyafanya twende tukayakute katika mizani ya hasanati zetu. Njoo ufunge mkutano. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kwa hakika kwanza ni shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ameweza kutuafikia katika usiku huu wa leo kuwa katika hadhara hii na kuwa katika halqa hii katika msikiti wa Mwenyezi Mungu, yakizungumzwa maneno yake Allah, iwe ni manufaa kwetu sisi fi dunia wal akhirah. Pia twarudisha shukurani kwa wale ambao kwamba walojikalifu kwa safari ndefu yenye tabu, dhiki, uchofu kutoka walipotoka mpaka kuweza kutufikia hapa, kwa ajili ya wao pia kuweza kulifikisha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ayajalie haya katika mizani ya hasanati zao, waweze kuyakuta kesho yawm al-qiyama. Pia turudisha shukurani kwenu nyinyi ambao mmetoa wakati wenu, mmeacha shughuli zenu kukaa hapa, sawa pia na yule ambaye kwamba hako hapa lakini yuko nje, ameweka masikio yake, masikilizi yake katika kuweza kulisikiliza neno hili. Pia tunarudisha shukurani kwa nyinyi. Mwenyezi Mungu inshallah wapate taufiki na atuongoze pamoja na kuongoza katika yale ambayo kwamba tuliolinganiwa nayo. Ahibai,
tushikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama. Katika haya mawili ndiyo kuokoka kwetu na kunali saada kwetu katika maisha yetu ya dunia na baada ya nini? Baada ya dunia. Zaidi ya hapa sina mengi isipokuwa ni kuombea Mungu hawa ndugu zetu ambao waliweza kujitahidi. Inshallah Mwenyezi Mungu awape afya, awape nguvu, awape taufiki. Kama walivyokuja mara ya kwanza, wamerudi mara nyingine, na inshallah mara nyingine tena watakapopata nafasi, inshallah hapa ni kwenu. Hii mlango huu haufungwi kwenu nyinyi, bali unafunguliwa kwenu nyinyi kwa muda wa masaa 24. Tafadhalu mashkuran wa maajuran. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'an wa arina batila batila warzuqna ijtinaban. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil janna wan najata minan nar. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa faradtah wala maridan illa shafaitah wala dhalan illa hadaytah wala daynan illa qadaytah wala mu'siran illa yasartah wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa qadaytaha bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.